Mradi ni kama ambavyo tunajua ni mradi ambao ni muhimu. Niungane na wewe kwamba mradi huu basi wahusika waongeze bidii, kazi ifanyike usiku na mchana, ili basi lile ambalo limekusudiwa na Daktari Samia Suluhu Hassan, ambapo pia na sisi wananchi wa Babati ambacho tunakitamani kuona stendi hii inakamilika kwa wakati, ili yale ambayo serikali imekusudia lakini na matamanio ya wananchi pia kupata kufikiwa. Mkandarasi mshauri tunamtegemea sana kwa sababu ndio jicho upande wa serikali, lakini mkandarasi mshauri anajua waziri anakuja eneo la tukio, hata schedule of work hana. Ni dhahiri anatuonyesha kwamba hata usimamizi wake katika kumshauri mkandarasi kunaweza kuwa kuna chenga. Mimi niendelee kumshukuru Daktari Samia Suluhu Hassan kwa sababu kundi hili ni kundi kubwa kwenye jamii, na mafunzo wanayoyapata hapa ni dhahiri watokapo hapa wanaweza kukaa katika mfumo wa vikundi, na kwa kupitia maelekezo ambayo serikali imetoa kwa kupitia halmashauri zetu nchini, hususani halmashauri ambazo katika mapato yale ya ndani ya halmashauri 10%, tunatambua kwamba makundi hayo yatakwenda kunufaika kwa namna ambavyo baada ya kupata mafunzo na wao kutengeneza vikundi vyao na kupata usajili, basi zile 1% ambazo zitatolewa kwa vijana ambazo ni 4%, kwa watu wenye mahitaji maalum 2%, na akina mama 4%, basi kundi hili litakwenda kunufaika na litakwenda kujikwamua kiuchumi kutokana na mafunzo ambayo watayapata hapa. Majina naitwa Rebeka Jacobo, ni mwanafunzi wa Imposa elimu ya watu wazima kwenye fani ya ufundi wa kushona. Kwa kweli tunamshukuru Rais Samia kwa kutuletea mradi huu kwa vijana. Umetusaidia sana, maana tulifika mahali hapa ilikuwa hatujui hata chochote. Sasa hivi tunaweza kushona nguo zote. Kwa kweli ni fursa nzuri ambayo ametuletea mama yetu Samia. Barabara hii ni barabara ambayo ni muhimu. Tunashukuru kwa mita 800. Tunajua ni mwanzo mzuri. Daktari Samia Suluhu Hassan alituahidi siku ile ya kampeni na ameanza kutekeleza. Basi wewe utumie nafasi kwa kupushi tu, ili basi kilomita 23 pointi zilizobaki ili tuweze kufikia kwenye lango la hifadhi ya Tarangire kapate kukamilika, ili wananchi wenzangu hawa tuweze kufurahia barabara hii. Kama ambavyo nimekwisha kutangulia kusema, itakwenda kufungua uchumi wa mji wa Babati, lakini pia itakuwa ni barabara ya kimkakati. Wageni wanaweza kuingilia kupitia barabara hii kwenda kwenye lango, hususan wanaotoka ukanda wa kusini, ukanda wa kati, lakini watakaoingia kwa kupitia Kibaoni Minjingu wanaweza wakatokea pia hapa. Kwa hiyo itachangia sana mji wetu kukua. Hata lile ambalo umelisikia kwamba kwenye stendi ile ikikamilika pia itachochea kwenye swala la mji huu kusogea hatua ya kwenda kuwa manispaa. Sasa barabara hii pia itachochea uchumi, na ninaamini sasa hata pale tutakapoomba iweze kwenda kuwa manispaa itakuwa pia rahisi, kwa sababu mzunguko wa uchumi pia utakuwa ni mkubwa, lakini na population ya watu pia itaongezeka. Mimi naungana na mbunge wangu kwanza kupeleka shukurani za dhati kwa rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa watu wa kata Babati tumenufaika sana, tuna miradi ya kutosha, na hili ambalo mheshimiwa mbunge alilozungumzia katika kata Babati kuhusiana na sehemu ya Kwere ya juu na Angoni ya juu, hiyo tunakuomba sana kwa uwezo wako, kwa juu ya tiada zako, uende ukatusaidie. Wale watu wanateseka sana kupata maji. Kwa hiyo wale watu wa Kwere wakimalizika, utakuwa umetusaidia sana. Kwa hiyo Mheshimiwa Waziri, tunaomba utusaidie, hiyo ni changamoto kubwa sana kwenye kata yetu, eneo la Kwere pamoja na Angoni.